Ufugaji wa kuku wa mayai nchini Kenya ni mojawapo ya sehemu ndogo ambayo huchangia takriban 1.7% ya pato la taifa GDP ya uchumi wa nchi. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la utafiti wa kilimo ya mifugo nchini Kenya, KALRO, sekta hii kwa miaka kadhaa imeendelea kuwa mojawapo ya shughuli muhimu zaidi za ufugaji, hasa katika maeneo ya vijijini. 70% ya wananchi hupata pato lao la kwa kutegemea chakula chao cha kila siku kutokana na ufugaji wa kuku wa mayai. Leo hii tuko Tirisi Kerwa na tumekuja kujifunza kuhusiana na ukulima wa ufugaji wa kuku, haswa ufugaji wa kihalisia. Tunaye mchungaji Paul Kimani ambaye tumemzoea katika runinga yetu akitufundisha kuhusiana na masuala ya Biblia. Leo hii ni mkulima anatufunza kuhusiana na ukulima wa kihalisia, ukulima wa ufugaji wa kuku kwa njia ya kihalisia. Karibu sana bwana mchungaji. Jambo, uko mzima Roba? Salama kabisa, nashukuru. Karibu sana hapa. Uko mzima? Niko shwari kabisa. Aha. Yes. Kazi yangu ni uchungaji. Aha. Biblia pale. Aha. Pulpit pale. Lakini unajua kuna pulpit mingi. Aha. Sasa hii ni pulpit ya hapa. Pulpit ya kufanya ufugaji. Pulpit ya kilimo. Ya kilimo. Yes. Yeah. Sasa unajua umesema kwamba ni mchungaji. Watu unajua ni mchungaji. Lakini ni vipi uweze kujitosa katika kufanya ukulima? Najua sana wachungaji wajulikani katika kilimo. Ama labda kama wanalima, wengi wao wanalima kama wamejificha. Lakini jambo la kwanza ni kwamba mchungaji ijapokuwa ameitiwa kazi ya kutumikia watu wa Mwenyezi Mungu na kuwapa neno. Pia kuna vipawa vingine ambavyo Mwenyezi Mungu amempa. Na hivi vipawa ndivyo unasikia katika maandiko tunaambiwa kwamba utaulizwa ulifanyia nini talanta zile ambazo ulipewa. Kwa hivyo kipawa kimoja niko nacho cha ukulima wa kuku. Na sijaanza leo, nilianza ukulima wa kuku hata kabla niweze kuwa mchungaji. Nilianza ukulima wa kuku wa kienyeji mwaka wa 2019. Kabla hujakuwa mchungaji. Kwa hivyo uchungaji umenipata katika kilimo. Kwa hivyo kilimo kilikuja kwanza. Kilimo kiliingia kwanza, kisha uchungaji ukaja baadaye. Although wito ulikuwa ndani ya moyo. Yes. Sasa ukulima wa kuku wa kihalisia. Ninapokuwa kwamba mimi nataka kuanza ukulima huu, ni mambo yapi ambayo unafaa kuzingatia? Ukulima wa kihalisia almaarufu organic farming. Maana labda Kiswahili kinaweza kanganya watu wakisikia kihalisia ni nini. Organic farming ni kilimo ambacho labda kwa njia moja au nyingine si maarufu sana kwa watu, kwa sababu watu wamezoea kilimo ambacho wataweka kuku alafu kisha waweze kununulia dawa wawatibu hivyo. Lakini mimi kivyangu nimekuwa nikizingatia sana afya za binadamu. Maana kumekuwa na magonjwa mengi yameongezeka, unasikia kumeongezeka kuna ugonjwa wa saratani na mengineo ambao yapo. Sasa nikaamua kilimo ambacho ningependa kufanya ni kilimo ambacho mayai nitakayoweza kuokota na kuweza kuwauzia watu. Ni mayai yatakayoweza kuwasaidia katika afya zao. Nije pale ambapo umeniuliza ni yapi labda yanahitajika ili mtu aweze kuingia katika kile kilimo. Jambo la kwanza ni mawazo. Kwa kimombo tunasema idea. Kwa sababu najua watu wengi wanaposikia kuhusu kufanya biashara ama kazi yoyote, wanawaza kuhusu capital. Wanasema capital na pesa. Ndio hiyo mtaji. Huwezi kufanya biashara bila kuwa na mtaji. Nitakwambia mtaji si jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni wazo. Ungependa kubadilisha ulimwengu huu kwa njia ipi? Hivyo ndivyo mambo yanaanza. Maana pindi tu ambapo umefikiria hivyo, hata mambo ya mtaji ama capital kwa lugha ya kimombo yataweza kuja sasa. Utaweza kujua nitaanza njia ipi. Lakini jambo la kwanza ni mawazo. Jambo la pili ambalo unafaa kuwa nalo katika moyo wako ni nafasi. Hata kabla uweze kufikiria kuhusu fedha, maana ukifikiria kuhusu fedha na bado watu hauna mahali, space kwa kimombo, nafasi ambayo unaweza fanyia hiyo kazi, basi hilo jambo halitaweza kukamilika ama kufanyika. Sasa ukishaelewa utaifanyia vipi? Kwa mfano hapa nipo, niliweza kuelezea kwamba ni mahali ambapo mimi niliweza kuja nikakodisha. Umekodisha? Maana nilikosa nafasi mahali naishi ya kufanya kilimo kama hiki. Na hata kama hiyo nafasi ipo, siwezi lima kuku wengi kama hawa na wale ambao ninapania, maana sijafika mwisho. Kwa hivyo nikaamua kutafuta nafasi mahali ambapo naweza fanyia hicho kilimo. Ukishapata nafasi ama space kwa kimombo sasa, lazima sasa uanze kufikiria ningependa kulima kuku wepi. Ukiangalia mahali nimefika sijataja mahali mtaji ama capital. Ungependa kulima kuku wepi?
Kuna kuku wa broilers wale wa nyama. Niliwahi lima hapa. Umewahi kulima hapa tu niliwahi kuwalima kuku wa nyama. Unaweza fikiria kuna kuku wale ambao tunaita ni kienyeji ndio, lakini wale kienyeji wanasema kuwa improved. Hao kwa njia moja au nyingine wametiwa nguvu zaidi ili waweze kustahimili magonjwa na labda hali ya anga. Unaweza lima pia hao unatumika kwa mayai na pia kwa nyama, maana wana mili mikubwa. Halafu kilimo kingine ambacho ni cha kuku wale wa mayai kama hawa walio hapa. Hawa ni mayai peke yake. Hawa ni mayai. Hawa kazi yao sio nyingine. Ndio maana wanaitwa kuku ambao hawajaoa. Hawajaolewa. Kwa maana wao sasa wale wameolewa wana jogoo. Hawa hawastahili jogoo. Hawa kazi yao ni kutaga hadi wafike mwisho wao wa kufanya nini? Wa kuweza kutaga. Sasa ukishaelewa kile kilimo ambacho unataka kufanya, unaanza kufikiria sasa ninataka mtaji wa pesa taslim kiwango kipi? Ni pesa kama ngapi? Na unajua unajiangalia vile ulivyo wewe mwenyewe. Na labda pia unaangalia uwezo ama mahali ambapo ungependa uweze kufika. Labda kwa hivyo hapo ndipo unafikiria. Uwe na maono. Sasa unasema kwa mfano kulingana na mahali nilipo, pesa ambazo niko nazo za kuanza kazi kama hii labda 1,100. Sasa 1,100 ilikubidi uweze kuangalia 1,100 inatosha kujenga. 1,100 inatosha kuweka hata kuku. Sasa lazima ukuwe tunaita bajeti. Ukiwa na bajeti yako, uone utaanzia vipi. Maana hakuna mahali huwezi anzia, lakini italingana na mfuko wako na pia azimio ambalo uko nalo. Ukishafika hapo sasa, safari inaweza anza. Sasa kwa mfano kama hapo una kuku kama wangapi katika shamba lako hili? Kama kuku ambao niko nao. Unatumia mtaji kiasi gani? Hapa kuna mtaji wa kwanza ambao ni wa kujenga. Nyumba kama hizi nitumia takriban 1,000,000, hizo ni 300,000. 1,300,000. Hiyo ni 300,000. 1,300,000. Kuweza kununua kuna kuku tofauti hapa. Kuna kuku wale ambao nilikwambia niliweza kuwapata wakiwa machua. Hawa ni kuku ambao sasa ukisema kuku machua inamaanisha si kuwanunua wakiwa vifaranga. Kuna hawa ambao ni vifaranga, walikuwa vifaranga. Kwa hivyo kuna uwezekano unaweza kuchukua vifaranga na pia ukachukua kuku. Kama wale ambao nimesema ni 100 au 198 walianza wakiwa vifaranga. Lakini kuna wengine hapa ambao sasa ni wanunua wakiwa kuku wa miezi 6. Hawa walikuwa shafika kiwango cha kufanya nini? Cha kutaga. Unaona? Sasa hawa wa vifaranga labda bei yao ya kuanua itakuwa ni chini. Lakini pia nao kuweza kuwatoa chini waweze kufika kama wale kuku wa miezi 6, lazima utatumia hela. Maana sasa hawa wanakula lakini hauuzi chochote. Kazi yao ni kula. Utatumia pesa yako. Kwa hivyo wewe, kulingana na wewe ni wapi? Kwa sababu hapa katika shamba lako una wale ambao uleta kama vifaranga na una wale ambao uleta wakiwa kuku wazima. Ukiwa mkulima unaweza kumwambia ende wale ambao ni wazima ama achukue vifaranga kwanza? Uanze pale mwanzo. Mawaidha kwa mkulima, jambo la kwanza italingana na pia pesa ambazo ako nazo. Maana kama mtu ako na wazo la kulima, sitamwambia aache kulima hadi afikishe pesa kiwango fulani ili aweze kulima. Nitamwambia zile pesa ako nazo zinaweza muwezesha kuanza mahali. Maana hii safari ni mahali. Ukishasoma sasa vile kilimo kinavyoendelea, utajipata hata umesonga umeenda mbali sana. Kwa hivyo ningemwambia mkulima angalie pesa alizo nazo, lakini mimi pangu nimeona hawa kuku ambao wamefikisha miezi 6 wameanza kutaga, labda kwa sababu mimi sipendi kazi ya chini sana, ya kuanza chini sana, ndio ningeambia mkulima hao ni wazuri ikiwa utawapata wakiwa katika hali njema na katika afya njema. Lakini pia wale wa vifaranga pia wapo, lakini pia kazi ipo. Sasa mwanzo mimi umesema kwamba nahitaji kwanza wazo, nahitaji fedha, nataka unipatie ile approximation ikiwa kama mkulima sasa nijue naanza na kuku kama 20 ama kuku 50 ama kuku 200. Ninafaa kuanzia wapi na ninahitaji pesa ngapi? Kwa mfano tukitaka kusema, nimesema kujenga kama hii nyumba nimesema ni ya kuku. So lazima ujenge. Ni ya kuku takriban 500. Lazima uwe mahali 500 sasa. Unaona 500 hapa ndani. Mjengo wa kuku 500 ni takriban 1,200. Shilingi 1,200. 1,200 ni umejenga 200,000. Umejenga hiyo nyumba iko sawa. Na labda umenunua mpaka vifaa vile vya kutumiwa kuku kulia. Sasa 200,000 ziko sawa.
Kama ni kuku ambao ni kuku tuseme 200, hao unaweza jenga na 100,000. 100,000 ama labda pesa ambazo zimekaribia 100,000. Kile ambacho watu tunafanya katika kujenga, unahakikisha kwamba umetumia pesa kidogo iwezekanavyo. Umetumia kama hapa nimetumia mawe, tunajenga kutumia mawe labda kwa sababu wakati mwingine ya usalama. Lakini kuna pia kutumia mabati ambao ni njia rahisi na inaweza tumia pesa kidogo kuliko vile unatumia nini? Unatumia mawe. Kwa hivyo hakikisha kwamba umetumia pesa kiwango kidogo iwezekanavyo. Sasa mtu ambaye anataka kuanza na kuku 100, sema kama kuku 100. Huyo bajeti yake nitampa ni kama hii. Aweze kujenga nyumba ya kuku 100 ambayo nimesema ni kama inakaribia 100,000. Alafu wa kukuweza kuwanunua wakiwa kuku 100, kuku mmoja akiwa kifaranga, kama anataka kuanza akiwa kifaranga ununuliwa shilingi 15. So na kuku 100 itakuwa ni 1,000. Wacha mtazamaji atapige hesabu yake. Ndio hiyo sasa. Alafu sasa unachanganya hiyo bajeti yote. Huyo mtu akiwa na 200,000. Huyo mtu akiwa na 200,000 ameanza safari yake na amesonga mbele. Na Mungu atazidi kumuongoza huko. Lakini lazima ukuwe na bajeti, unajua kwamba kama unaweza kuwa vifaranga, lazima ujipange watakula vipi hadi wakati watakapofika mahali pa kula na kila maji, kila kitu. Unajua mtazamaji, tunaamini kwa kuona. Kwa kuona. Ningependa utuweze kuangalia ili tunaweza ingia hapa. Haya ni maji umeweka ya kuku. Hapo unaweza maana mimi nilikuwa ndani, si kuogelea, kuku waogelei, lakini inaitwa disinfectant. Kwa hivyo lazima niwe nimekanyaga. Unadiosa, sasa changanya kabisa hivyo, maana unapoingia hapa ndani kuku wataanza kudonadona. Umeweka nini kwenye maji? Katika maji haya kuna dawa fulani ambayo ni disinfectant ambayo huwa tunatumia ni hii. Sasa hii ninapoweka pale inaweza dumu hapo kwa muda wa wiki 2. Lakini kwa sababu huwa tunaoshaosha hapo, wakati mwingine tunaweka kila siku kwa sababu imeondolewa ama itakuwa inaondolewa kila siku. Kwa hivyo ni kuweza kuhakikisha kwamba siingie na magonjwa. Sasa ukiwa hapo, magonjwa yote yametakaswa hapo. Umetakaswa, nimebatizwa. Umebatizwa ili uweze kuingia kwa kuku sasa. Pastor umesema kwamba lazima niogelee ya kutosha. Lazima sasa hapo utakaswe ili usiingize dhambi ya kuku hapo. Kuna dhambi ya kuku kwani? Itakuwa ni simesikia hata kwa pulpit lazima tuambie mtakaswe kwa kubatizwa. Lazima utakaswe kabla hujaingia kwenye. Sasa hapa lazima ubatizwe ili ukiingia hapa kuku aweze kuwa sawa. Maana kuku wanakuwa very sensitive. Yes. Unaona kama una kama wangapi hapa ndani? Hawa ni kuku 500. 500. Niliposikia unakuja ilibidi ni wahesabu tena. Wote mmoja mmoja. Ndio niweze kujua ni wangapi. Maana walikuwa 505. Walipokuwa wanafika 505. Lakini kwa sababu ya changamoto, unajua kutoka sehemu moja hadi nyingine na mambo mengine, tukaweza kuwapoteza kuku 5. Lakini sasa hawa ni kuku 500. Mbona umeweka partition? Unaona kama umeweka partition hapa kuna hapa sasa yote ilikuwa nyumba moja. Yote moja Lakini sasa kwa sababu ya store ama mahali pa kuweka chakula, tukaweza kugawanisha tu kidogo sehemu hii ili tuweze kuangalia hiki ni chakula sasa. Hiki ndicho chakula. Kuna hii sehemu hapa unaona umeweka mayai pale. Ya kuweka mayai. Sasa mayai ni mayai ya leo. Angalia kuna mengine ndani ya ndoo, kuna mayai mengine iko hapo. Hayo umeokota leo kutoka kule ndani? Leo, na kuna nyingine imeshaenda soko. Kama uliona ikipelekwa soko. Nikiingia niliona nyingine ikiingiza kwenye gari. Ndio hiyo. Ukiangalia hapa kuna nyumba ambayo ni sehemu ya kutengwa. Nakumbuka wakati kulipokuwa na ugonjwa wa COVID-19. Kuna sehemu ya kutengwa. Quarantine. Sasa ni quarantine ya kuku. Sasa hii ni ya kuku. Kuku ukiona kuku yote yako na shida kule ndani, unamtoa. Unamweka hapa. Kama huyu kuku yuko hapa sasa hivi, huyu aliliwa. Wakati walikuwa nataga, kuna kuku labda alimuona akitaga, akamula nyuma. Akamdonadona nyuma. So akidonwa nyuma, anaanza kutoka damu. Na wakiona damu kuku, wakisha kunywa ama kula damu kwa njia yote ile, wataanza kukulana. Kwa hivyo unamuondoa kwanza, huyu hata huwa anataga. Ingawa hapo utamuona akitaga, maana ashapona. Sasa mwisho utaweza kumrejesha kule ndani. Tuingia lakini nikuulize tu kabla tuende, umesema kwamba wanadona. Nini kinafanya kuku wanaweza ni wakati kuna mambo mawili. Kuna ugonjwa unaitwa kwa lugha ya Kimombo cannibalism.
ni kama uhayawani, yani unafika, unaona vile binadamu wanasemekana wanaweza kula wanadamu wenzao. Sasa hawa kuna cannibalism, lakini hii si cannibalism kwa sababu kama ni cannibalism anafaa kula hata mgongo, kichwa na wapi. Unaona amekula nyuma peke yake, kumaanisha alimuona akitaga. Hii inamaanisha sehemu ya kutagia ilikuwa na mwangaza sana. Ndio maana pale nimepiga bao fulani juzi. Nikijaribu kuweka giza ili sasa kukiwa na giza hivyo asiweze kuonekana akitaga. Asiweze kuonekana akitaga. Unajua pengine nilihisi pengine kuku anakosa madini fulani ndio unapata kwamba ameanza kumla mwingine. Kuna uwezekano. Nilikuwa na uwezo kuanza tu. Kama hiyo nimekuambia inaitwa cannibalism, ni wakati chakula kimekosa madini fulani ama kimekosa vitu fulani, na kinapokosa vitu fulani chakula, sasa kuku anaweza anza kulana wenyewe. Lakini ukishaangalia, maana huwa nauliza mtaalam veterinary kwa lugha ya Kimombo, huwa nilimuuliza akaniambia kunaona kama wanakulana kichwa, mgongo na nini, nikamwambia hapana, ni nyuma, na ni mmoja ameliwa nyuma. Akaniambia hicho si chakula. Huyu aliona mwenzake akitaga. Unajua kuku anapotaga kuna kitu chekundu kama damu huwa kinatokea pale. So alipomuona akamdona. Alipomdona akatoka nini? Damu. Mwingine labda akadona. Sasa hiyo ndiyo sababu. Kidogo tu nikudie nyuma. Unasema kwamba hapo ndani una kuku 500. Hawa ni kuku takriban 500. Hawa ni 500. Hawa hata si kufikiria ama nini. Nilikwambia niliposikia unakuja hapa, ulihesabu mmoja. Nilihesabu ili nikupatie idadi kamili. Yes. Sasa ujenzi wa hiyo nyumba wa kuku 500. Hii nyumba measurement zake ama kipimo chake ni 20 kwa 40. 20 kwa 40. Kwa hivyo ni 40 kwa 20. 40 by 20. Nilipokuwa ninajenga hii nyumba, nilikuwa najenga kwa sababu ya kuku wa broilers. Na kuku wa broilers unapima, broilers ni kuku wa nyama. Ni wanyama. So lazima upime hiyo nyumba jinsi ambayo inafaa kwa ili jua wanafaa kuwa wangapi. So nilikuwa nimetengeneza ikiwa broilers 800. Lakini pia kuku hawa ambao ni kuku wa kutaga, anafaa kuwa na square feet ya 1 by 1. Kwa hivyo kama hii nyumba ni 800 square feet, inamaanisha inaweza toshea kuku ngapi? 800. 1 by 1 kuku 800. Kuku 800. Lakini sasa unaona kuna sehemu nimetenga pale. Sasa hiyo space imeliwa na hiyo sehemu nimetenga, ninasema imereduce kuku kama labda 50 hapo. Kwa hivyo hii nyumba inatosha. Hawa kuku hawajasongamana. Maana wakisongamana watakuwa na ile tunasema stress. Kama kuna mnyama ambaye anaathirika na msongo wa mawazo, ni kuku. Anashikwa na msongo wa mawazo kuliko binadamu. Kuku akishikwa na msongo wa mawazo, jambo la kwanza anaacha kutaga, anaanza kupata pia immunity yake inaanza kurudi chini, anapata magonjwa. Na hiyo kuku anakufa rahisi sana. Kwa sababu ya kuwa na msongo wa mawazo. Kuna wakati umeingia hivi, simeona already wamesambaratika kimawazo, maana wameona watu tofauti. Jambo la kwanza wameona mavazi tofauti. Ndio maana unaona nikiingia hapa mimi huwa naingia na hii na siwezi badilisha. Wanajua ile rangi ambayo umeingia nao hapa. Unafaa kumzoesha hiyo rangi. So nikiwa hata pale kwa mlango wanajua huyu ni mwenzetu. Ni mwenzetu ameingia. Huku mwenzetu imeingia hapa. Sasa Ngeuliza tu pengine naangalia kwamba nyuma umejenga ukuta na mbele umeacha pakawa wazi. Je, kuna sasa unapojenga nyumba kuna mambo kadhaa ambapo unafaa kuhakikisha umeweza kuyafanya. Jambo la kwanza, hiyo nyumba lazima hakikisha kuwa iko na usalama wa kutosha. Maana usalama kutoka kwa wanyama ambao wanawala kuku na hata binadamu ambao labda wako na mawazo fulani tofauti. So ukiona ukuta huu nimeweka hapa nyuma, huo ni wa ulinzi. Maana upande huo mwingine ni barabara. Hiyo ni barabara. Lakini hata baada ya kuweka huo ukuta, ukiangalia sehemu ya juu nimeacha wazi. Umeacha wazi pia. Kwa sababu kuku wanapenda sana hewa safi. Wakati unajua hapa, tunaona chini kuna, ukiangalia chini kuna hii mbolea. Kuna hii mbolea. Hii mbolea, ukiangalia hii mbolea ukiweza nusa hiyo mbolea imechanganyikana na kinyesi cha ng'ombe. Sasa ni kinyesi
na ile ambayo tunaita kwa kimombo sawdust ambayo iko huko chini. Sasa ishapikika, ndio maana unaona inakaa kama inakaa rangi hii. Huwa inatoa harufu harufu fulani na gesi inaitwa ammonia. Kwa hivyo ammonia ikiweza kuwa nyingi kwa nyumba ya kuku, kuku wanapata magonjwa tunasema kwa kimombo respiratory diseases. Sehemu yao ya kupumua. Na hicho ndicho chanzo ama hilo ndio jambo moja huwa linaua kuku. Respiratory disease. Ammonia hawezi kaa hata siku 3. Utapata wamelala wamekufa hapa. Kwa hivyo lazima uweke sehemu kupumua. Lazima uweke sehemu ya hewa nini? Hewa safi. So ndio maana tumeacha wazi kwingine ili tuweze kuruhusu hewa safi na mwangaza. Maana wakati mwangaza unapoingia, mwangaza ukiwa pale, huyu kuku anahitaji calcium, anahitaji vitamin D kutoka kwa jua. Na unajua jua linampatia vitamin D, si calcium, vitamin D. So linamsaidia pia na yeye kuweza. Kuku ni kama binadamu, ni mnyama. Ni mnyama anahitaji. So akikosa mwangaza, utaona pia naye anakaa akiwa katika hali ambayo si hali nzuri. Kwa hivyo ni unazuia baridi, lakini umeruhusu pia hewa safi kuingia. Ni hewa safi. Upande wa mbele wote umeacha wazi. Hiyo ni hewa safi. Lakini kuna gunia ambazo umeweka pale juu. Hizi zinaitwa pazia. Kwa kimombo ni curtains. Kuku wanahitaji kuwa na curtains. Sana sana kwa sababu ya wakati wa usiku. Maana usiku huwa tunafunika. Usiku hiyo sehemu yote unaona ikiwa wazi huko huwa tunaifunika. Tunafunika ili kuzuia baridi. Jambo la kwanza ni kuzuia baridi na pia kwa sababu ya usalama. Kuna wale wanyama ambao wanakujia kuku. Unaweza kuingia. So ukiwaacha wakiwa wazi sana, unapatia huyo mnyama nafasi kuingia ndani. Na ukiwafunikia, unawaruhusu hata wao kuku pia kulala. Kuku anafaa kulala. Ukiacha kuwa na mwangaza kuku, unajua kuna msemo wa kimombo unasema as curious as a cat. Lakini mimi nikiweza ulizwa nasema as curious as a chicken. Maana kuku wanapenda kuona. Hata hapa ninapokuja kuwafungia, wengi wanakuwa hapa. Wanapenda kuona nje sana. Kuona nje sana nini kinaendelea. Kwa hivyo usipowafunikia, watalala wakiwa hawatalala. Watakuwa wanaangalia nini kinatendeka. Ataamka akiwa na stress kama binadamu. Kwa hivyo uta expect mayai. Atakuwa na shida yake. Pale chini hapa chini umesema kwamba umechanganya sawdust na nini? Kwa Kiswahili hatujui sawdust inaitwa aje, lakini katika mbao ni chenge ya mbao. Ukienda kwa wale wa mafundi tunanunua hiyo, lakini si ile kidogo kabisa. Kuna ile fine, si ile fine ile ambayo ni kubwa. Maana ukiweka hiyo fine watakula. Na kuku akila hiyo sawdust anapata ugonjwa. So naweka ile kubwa, zile kubwa. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza kuweka mbadala. Kuweka mbadala. Kuna watu wanajaribu kuweka vitu vingine. Kuna watu ambao wananunua ngano. Unaona yale mabaki ya ngano zile. Mahali ngano inatolewa. Sasa kuna watu wanamwaga hiyo ngano yenyewe. Si ngano yenyewe, haya mabaki, tuite mabaki ya ngano. Maganda ama maganda ya ngano. Wakimwaga hayo maganda, yanasemekana ni mazuri kwa sababu najua hii unaona hii ni mbolea lakini ni chakula cha ng'ombe. Hiki ni chakula cha ng'ombe. Ng'ombe wanakula hii? Kuna watu wanunua, wanachunga, alafu wanapatia ng'ombe. Anachanganya na bran ama vitu zingine. Kidogo wanatoa nini kwa sababu umesema kwamba hapa kuna droppings za kuku. Umechanganya na chakula chake, maana amemwaga chakula huku chini na sawdust. Alafu kinageuka kanakuwa chakula cha ng'ombe. Kizuri sana. Kinachanganywa na bran. Hata by the way kuna uwezekano yule mtu anaenda kununua chakula cha ng'ombe mahali ananunua. Ishachanganywa. Na inasaidia wanyama sana. Kwa hivyo sasa ndio huyo mnyama labda aweze kula chakula ambacho hakina mbao. Maana sawdust ndio ni mbao. Wengi wanasema, kuna wataalamu wanasema kuwa utumie maganda ya ngano. Lakini sasa shida ya maganda ya ngano hayadumu, hayakai muda mrefu kama hizi mbao. Lakini hata hizi mbao mwishowe huwa zinaliwa na kinyesi hiki cha kuku. Mwishowe zinachanganyika. Unaona zimechanganyika. Sasa niseme labda kwa nini sana sana chini kunafaa kuwa hivi? Najua kuna watu wengine. Kwa nini nisiweke mbao? Kwa sababu kwa mtazamo wangu nilikuwa nafikiria pengine ningejenga mbao ili niweze kuruhusu uinue juu. Zile droppings za kuku ziweze kudondoka ziende chini. Na yeye kuku maybe ukisema hivyo nadhania labda atakuwa mahali safi. Kwa usafi kwa sababu ulisema pia unataka usafi. Unajua kuna kitu tunaita
the natural way ya kuku kuishi. Hali yake mwenyewe kuku anapenda kuishi aje. Si unaona, angalia pale. Labda ukiangalia pale wanacheza huko ndani ya hiyo bungu. Huyo sasa ndiye hali halisia ya kuku. Ukiangalia kule utaona wameingia huko ndani, wanacheza huko ndani, anatoka huko na hata utamuona akiwa na uchafu. Ukiangalia ni wachafu mahali, si wachafu mahali. Hiyo ndiyo hali halisia ya kuku kuishi. Kwa hivyo unapoondolea kuku kuishi katika hali hiyo halisia, unamfanyia nini? Unamuexpose kwa msongo wa mawazo. Ukimweka kwa msongo wa mawazo, mwishowe unafanya immunity yake irudi chini, anaweza kuwa mgonjwa ama anaweza kosa kupatia yale mayai ambayo ungependa kufanya nini? Kupata. Kuna wengine wanatumia mpaka zile link chains ambazo wanatengeneza hizo. Ni sawa, zinaokoa kwa nafasi, space. Kwa sababu ukiwa na hizo unatumia space kidogo sana. Lakini hao kuku kiwauliza wataalamu, hao kuku wadumu muda mrefu. Huyo kuku anafaa kudumu kwa muda wa miaka 2. Huyo wa China atadumu mwaka mmoja na kitu miezi michache. Alafu anaacha kutaga. Nikao mpunguzia siku zake za kuishi. Kwa sababu zake za kuishi. Niulize, kuna kwa sababu hiki ni kilimo halisia tunafanya hapa. Na utakuta kwamba kuna modern wale wanafanya kilimo cha siku hizi. Hawezi kuweka kuku wake chini. Anainua. Kuku wamewekwa mahali. Maybe wamewekwa mahali wanataga mayai, anachukua mayai mahala. Kuna matokeo ya hayo. Nimekwambia matokeo ya hayo. Huyu kuku ukiangalia kuku anakaa ako na afya njema. Ukimwangalia ako na afya njema. Nimeona na kilo afya njema. Wengine hata wakinipigia simu wanauliza ni kienyeji improved ama nani? Huyu ni kuku wa kutaga lakini anakaa akiwa na afya njema. Anakaa kwa nyama. Ama wanyama hata weight. Maana nimemruhusu aenjoy maisha. Ujue jambo la kwanza tumemfungia maana anafaa kuwa nje. Anafaa kuwa ile tunaita kwa kimombo free range. Tushamfungia. Sasa nikiweza muongezea stress nyingine ya kukaa kwa hiyo mahali ambapo kwa sababu hizo zina cages. Hizo cages wanakaa wakiwa kuku watatu. Sehemu kidogo sana ama kuku wawili. So huyo kuku akona msongo wa mawazo kwa mtazamo wangu. Huyo kuku hajafurahia. Na mwishowe hata dumu muda mrefu na hata kupatia hata mayai ambayo ungependa kuyapata. Mpenzi mtazamaji, je, kuku wanaweza kuwa na msongo wa mawazo? Na ni kipi unaweza kuepuka kupata hasara katika ufugaji wa kuku wa mayai? Na kuahidi ndio mkoko unaalika maua. Ungana nasi katika sehemu ya pili tukizungumzia kuhusu ufugaji wa kuku wa mayai. Karibu katika awamu ya pili mpenzi mtazamaji, tuko Tilisi Kerwa. Tunazungumzia kuhusu ufugaji wa kuku wa mayai, tukizingatia magonjwa yanayoathiri kuku. Tunaye bwana Paul Krika ambaye ni mkulima katika eneo hili. Karibu. Sasa ni vipi nitajua kwamba huyu kuku amekuwa mgonjwa? Unaweza waona, lakini hao ukiangalia wote sioni kuku mgonjwa ati nikupatia akiwa example. Utajuaje mfano? Kuku utajua kama ni mgonjwa. Ukiona kuku anaanza funga macho. Na labda kichwa ameanza kuweka ndani. Amefunga macho na kichwa na ni mchana. Anarudisha ndani. Ameanza kuweka kichwa ndani ya mabawa. Unaona? Ndani ya mabawa. Na ameanza kukaa kana kwamba amenyeshewa. Hafifu. Huyo kuku ni mgonjwa. Huyo kuku anafaa kushughulikiwa hapo. Maana huyo kuku dakika moja anaweza sambazia wengine 5. Hao kuku 5 siku moja nyumba yote iko na ugonjwa. Kwa hivyo huyo kuku anafaa kushughulikiwa. Kwa hivyo lazima uangalie. Nikiingia hapa hivi, jambo la kwanza ni kuangalia hawa kuku. Ninawaona, nitakwambia huyo kuku ako na shida. Hata kama ni yule nitamuona tu. Nitanoti huyo kuku anatoka damu nyuma, anafanya. So lazima uwezi kuja tu unawapatia chakula unaenda. Lazima uweze pia kuangalia. Lazima unaingia ndani, unatembea, unaangalia. Hata nikifunga usiku, lazima niweke records. Nimeona hao kuku wako sawa ama nimekuta kuku 3 wako na nini? Wako na changamoto, ndio nijue nitawashughulikia namna gani. Magonjwa ni kama yapi ambayo? Magonjwa ambayo yanasumbua kuku ni mengi.
Aswa wewe kama mkulima yale ambayo inisumbua. Labda nielezee vile nilivyoanza. Nilipokuwa nimeanza, sikuwa nimeanza katika ukulima halisia, organic farming. Nilikuwa nimekuja tu kama mkulima wa kawaida, na dawa za kawaida, na vitamins za kawaida, na nini. Nilikuwa na moto sana, nilikuwa niambiwa ukitumia hizi zitakuwa sawa. Nikanota hawakuwa napata magonjwa. Kuna ugonjwa unaitwa Coryza. Coryza ni ugonjwa ambao unapata kuku anaanza kuvimba jicho. Kwa jicho lake. Unaona amevimba jicho. Wakati amevimba jicho, unanoti anafungana. Hata linaweza potea hilo jicho. Linafungana kabisa. Linafungana kabisa. Huu ugonjwa ni respiratory disease. Unatoka ndani ya kifua. Ndani ya kifua. Lakini watu wengi hudhania uko nje. So unakuta mtu amenunua dawa ya kupaka. Anapaka. Unafaa kushughulikia huyo kuku ndani. Kwa hivyo hapo ndipo nilikuja kugundua ya kwamba ninapotibu kutumia njia ile halisia, organic ni kumaanisha kihalisia. Halisia. Nitakuonyesha vitu viko pale na vitumia. Nitakuonyesha tukitoka pale nitakuonyesha. Ambazo unatumia. Kama hapo nianza kutumia vitu kama garlic, ginger na turmeric. Na nikaweza kutibu huo ugonjwa. Nimesema ni Coryza. Unachanganya ginger powder, ginger powder na garlic na turmeric. Hiyo ni kitunguu. Turmeric. Turmeric ni kale kanakaa rangi nyekundu. Ukiangalia maji yangu utaona kala yake ni tofauti. Naona imekuwa yellow. Maana inakaa orange. Inakaa ile kijani. Sasa hiyo iko na turmeric ndani. Unaweka ndani. Huwa naweka ndani. Mimi maji yangu yote wakati wote nahakikisha kuwa hayako plain, yako na kitu. So sasa Coryza ni ugonjwa mmoja. Ugonjwa mwingine linaitwa coccidiasis. Coccidiasis ndio hiyo kuku anaanza kuwa hafifu, anaanza kuweka kichwa ndani ya nini? Ya mabawa. Unakaangalia kanakaa hafifu, anaenda akiisha. Hata akifa anakuwa kuku ambaye hana mwili. Coccidiasis inasababishwa na nini? Unaona wakati hebu angalia ukifanya hata ukiweza chimbua huku, tunaona hakuna kitu ambacho ni unyevunyevu. Tunaona hakuna unyevunyevu. Iko dry mpaka chini. Inafaa kuwa hivyo mpaka chini. Ukinote kuna unyevunyevu, coccidiasis. Umeenda mahali umetembea kwa mtu kuna kuku unaona nyumba ya kuku imejaa unyevunyevu. Kuku wanakaa ni kama bata. Hiyo nyumba haitakosa coccidiasis. Maana wana survive hapo hivyo. Kwa sababu pale ndio wanadona. Lakini kuna njia ya kuondoa coccidiasis chini kutumia ash. Ash unajua ni majivu. Unachukua tu majivu na mwaga huko. Ukitumia tu majivu, organically majivu na mwaga huko. Kwa hivyo ukimwaga maji yakimwagika unamwaga tu majivu. Na kuna njia zingine za kuku pia ukimpatia ile tunaita aloe vera. Aloe vera ni njia ya kutibu coccidiasis. Na pia kitu inaitwa cayenne, mimi natumia cayenne. Aloe vera. Pilipili. Cayenne pepper, ile pilipili nyekundu kabisa. Hiyo pilipili unasaga mbona? Natumia powder ikiwa imesiagwa. Ukiweza pata pilipili pia huwa natumia wakati mwingine. Naweza pia tumia hiyo pilipili. Na pia unaweka ginger. Unaona ginger? Inasaidia kupiga coccidiasis. Wakati umeamua kuwa organic. So lakini lazima pia uulize veterinary wako, mtaalamu muulize ugonjwa ni coccidiasis, because coccidiasis inaweza fanana na ugonjwa mwingine, Newcastle. Unajua kuna Newcastle. Kwa Newcastle kwanza tunasikia wakulima wengi wanalia Newcastle. Newcastle nitasema hivi na nitasema alafu niseme ninafanya utafiti wangu bado. Nimekuja kugundua kwanza umewahi kupata huo ugonjwa, umewahi kupatikana hapa? Hapana. Newcastle haijanipata. Newcastle haijanipata. Lakini kuku si lazima apate Newcastle. Watu waelewe hivyo kwanza. Kuku anapata Newcastle kwa nini? Kwa sababu already immunity yake iko chini. Kinga ya mwili wao iko chini. Kwa hivyo kuku ndio aweze kuepuka Newcastle. Unafaa kuhakikisha kile anakula na kile anakunywa kila siku kimeongezea kinga. Unaweka kitu ya kuongeza kinga ndani. Kinga ya mwili. Ndio maana utaona sisi kama tungeingia nazo ama ni namna gani. Tutaweza kuzipata pale. Ziko hapa ndani. Naweza zichukua pale ama namna gani? Ni sawa? Naweza zipata pale ili niweze kuonyesha hizo vitu. Chukua tu uje nazo. Nikuonyeshe. Ni dawa za hizi ni asilia.
Wacha nizilete hapo ili uweze kuziona vizuri. Uweze kuziona vizuri. Naweza kusaidia tu. Naweza. Wacha nizilete hapa. Sasa hizi dawa hizi dawa si dawa. Ni vitu ambavyo huwa tunatumia sisi wenyewe. Vile vitu ambavyo tunatumia sisi wenyewe kila siku. Kwa mfano, unaona hii? Hii ni pole. Hii ni pilipili. Hiyo ni aloe vera. Hiyo ni aloe vera so aloe vera nimeblend. Nimeblend. Hiyo tunasema kublend nimeblend aloe vera. Kuna vile huwa naikata, naondoa ile miba. Sio iko na aloe vera iko na miba. Naondoa miba yake. Na i-blend. So hiyo ni liquid yake. I think itachukua nyingine pale nikuonyesha pia nettle plant ambayo niko nayo pale. Sasa hii aloe vera hii ni immunity booster ya kuku. Kwa hivyo hii hata coccidiosis because ni antibiotic. Ni antibiotics. Hata wataalamu ukienda tu kitu moja nimekuja hata binadamu wanatumia hii. Kitu moja nimekuja kuwa na ujasiri nikifanya hivi. Nilipoenda kufanya uchunguzi nilipata tayari wanasayansi wamekubali ya kwamba kuku ama wanyama wanaweza tibiwa na alternative way. Kana na ile conventional ya kawaida. So aloe vera nimekwambia antibiotic. Kwa hivyo antibiotic inazuia coccidiosis, immunity booster na pia inaongeza color ya mayai yolk, yellow yolk. Hiyo ni aloe vera. Hapa tu kabla tusonge, hii unatumia unawapatia namna gani? Sawa, umesema unawapa kama kila siku. Sawa. Ningejua kiwango cha wenye unawapa na kipimo. So hii tunapima, tunaweka kwa maji. Tunaweka kwa maji. Dosage tunasema kwa kama ni kwa 5 liters. 5 liters ya maji. Tunafaa kupima kwa mfano unajua kuna ile unakata aloe vera yenyewe na kuna hii ambayo umeblend. Kwa 5 liters approximately at least inafaa kuwa 1 liter ya nini? Ya hii aloe vera. Kwa 5 liters unaweka 1 liter. Wanasayansi watasema mambo tofauti. Utakuta mwanasayansi huyu anasema hivi. Mpaka nikafika mahali nikasema ya kwamba unajua ni kama chakula. Kama nikuulize wewe kwa chakula unafaa kula sahani dosage kiwango kipi? Si pengine paka niwe na shibe. Inakuwa ni kama ni mawazo yako ndio inakuonyesha hii ndio nini, unaona? Because nimejaribu kuchunguza dosage, unakuta huyu anasema hivi, mpaka ninakuja kuelewa ya kwamba wewe tu hakikisha ya kwamba umeweka kiwango ambacho kinaonekana kiko sawa. Usizidishe sana. Yaani ati maji ikae ni kama yote imejaa aloe vera. Na pia usiweke kidogo sana. Weka kile kipimo ambacho kitakuwa sawa. Kiwango cha wastani. Cha wastani. Kiwango cha wastani. Na utaona hata wewe mwenyewe ukiweka. Hiki nimeweka ni wastani kulingana na maji ambayo nimeweka. Maana hii ndoo yangu ni ya 10 liters. So nikiweka kama hii nitanote vile nimeweka, hiyo inafanya nini? Inatosha. Maana ni kama chakula. Kwa hivyo sitibu kama ni kutibu ndio nasema 1 times 2, 1 times 3. Ninaweka kila siku. Hii ndio kila siku kwa maji. Hii siweke kila siku. Kila siku kuna kitu ambacho huwa naweka. Kama hii kwa wiki naweka mara 2 hii. Because hii pia ukiweka nyingi sana, kuku wanaanza kunona. So kuku akianza kunenepa wanafanya stagi. Hata taga. Atakuwa saa kuku mnene lakini hafanyi nini? Hatagi. So lazima urisu. Nikiweka huyo nikitoka kwa hiyo ninakuja kwa cayenne. Cayenne ndio hii. Sasa. Inaitwa cayenne pepper. Mimi kama kuna kitu ambacho ninaweza tolea ushuhuda. Kwa sababu mimi nina rely na experimental things. Kuliko kile watu wameandika. Unajua kuna vitu vingi sana watu wameandika. Mimi ninapenda unajifanyia utafiti. Kuna mtu mmoja alifanya hivi kidogo tu nikuelezee. Alinipatia kuku wake wakiwa karibu kufa. Akaniambia mchungaji, maana niko na kuku naona wewe unalima kuku. Nataka nikupatie kuku 12. Hao walikuwa vifaranga wadogo. Walikuwa mskufa. Akanipatia antibiotic ya kuwapa. Walipofika kwangu sikuwapatia hiyo antibiotic yake. Hii peke yake. Ukawapatia cayenne peke yake. Sikuongeza kitu, cayenne peke yake. Out of 12 chicken, by survive 11. Kwa hivyo ulipoteza mmoja. Akakuwa na huyo ni kwa sababu alikuwa mgonjwa zaidi. Alikufa the next day baada ya kuja. Wale wengine wote 11 walisurvive. So mimi nikakuja because nimekuja kusoma
Hata ukienda tu hata wewe online leo uende. Ende uangalie benefits of cayenne to chicken. Hata usiangalie kwa human being to chicken. Utatajua mambo hapo mpaka ushangae. Kwani? Because kwa sababu cayenne, cayenne jambo la kwanza inatibu respiratory diseases. Cayenne jambo la pili vile tu iko na kitu inaitwa unajua kuna watu ambao wanakufa kwa sababu ya clot. Yeah. A blood clot. So ni thinner. Ni blood thinner. Hii ni that is science. Cayenne is a blood thinner. Kwa kuku nilikuwa nimekuambia pale wale tukiongea na yeye kwamba kuku anakufa sana juu ya clots. Ukichinja hiyo kuku unapata damu. Damu imeganda ganda. Of course clot inaanzanga na respiratory disease. Because wakati haupumui vizuri damu haitembei vizuri. Hakuna enough oxygen. So kunakuwa na clots. Hii inapiga clot. Cayenne. So nikakuja kujua kumbe cayenne inasaidia pia kwa coccidiosis. So cayenne aitumie. So mimi naiweka at least mara 2 kwa wiki. Nikichange na aloe vera lazima niweke maji cayenne. Sasa unaweka nao unaitumia namna gani? Unaweka kiasi gani? Cayenne hawasemi dosage, wanasema uweke cayenne kidogo. Most wanatumia upande wa nyuma wa kijiko. Pale nyuma. 10 liters. Upande wa nyuma wa kijiko naweka because cayenne najua ni kitu ambayo ina uchungu wake. Lakini hawa wanapenda 10 liters. Kwa 10 liters unatumia nyuma ya kijiko ama unatumia half ile unasema kuwa half tablespoon. Ile half tablespoon. Isijae sana lakini ikuwe nusu. Unaweka kwa hii ndoo. Uzuri wa hiyo iko na rangi. Kuku anapenda maji ambayo iko na rangi sana. Nimejaribu kuangalia hawa kuku wakati wote niwapatia maji ambayo yako na rangi. Wanakunywa wanamaliza. Nikiwapatia maji plain hawamalizi. Huwa natoa maji jioni. Na maji yote iko na cayenne nikuja kununua. Sijui kama wanapenda hiyo ladha ya cayenne. Maji yote nikiweka cayenne wanamaliza. Wanamaliza. Hata nikuja niweke tu cayenne peke yake hiyo siku. Hiyo maji watamaliza. Itaisha yote. Na iko na benefits zaidi ya zile nimekwambia. Hata kwa yolk ya mayai wako na benefits. Pia inasaidia. Inasaidia. Na pia inasaidia ku maintain weight yao. Hii ni turmeric. Nitakushikia unaweza rudisha hapa usichoke sana. Haina shida. Hii ni turmeric ama turmeric. Ile tunapika nayo nyumbani. Umeisikia kuku anapewa liver gel. Kuna gel inaitangwa liver gel. Ni dawa ya kuku. Kwa sababu kuku kuna wakati huwa anapata ugonjwa wa liver. Liver ni ini. Ugonjwa wa ini. Na ugonjwa wa ini inawe unashikana na ugonjwa wa snoring. Unakuta kuku akisnow na vitu vingine kuna kusnow na nini. Ana snow mchana ama usiku, unajua binadamu wana snow usiku akilala. Most wana snow usiku. So hii liver gel inafanya nini? Hii liver gel inafanya nini? Si liver gel, turmeric, samahani. Inaact kama liver gel. Hii inasaidia liver. Vile tu kwa binadamu pia inasaidia liver ya binadamu. Inasaidia liver ya mnyama. Na pia nimekwambia turmeric ukiweka na ginger na ukiweka na garlic ni dawa ya koraiza. Ile nikwambia inatokea kwa macho. Jicho inaona utakuta kuku wako na amevimba, kichwa imejaa. Tunakuta wadudu wamezunguka hiyo jicho. Hiyo ni ugonjwa nyingine unasema. Ukipata kuku tena kuna vidonda kila mahali, hiyo ni ugonjwa mwingine unasema. So huyo anakuja na hygiene. Unajua kuna watu nakuta nyumba, nimekwambia hygiene. Unaona hata kukiwa hivi, lazima ni maintain hygiene. Hii nyumba huwa nakuja kila siku nikiona kuna anything wet ninatoa. Kama kuna kitu ambacho ni baridi ninatoa. Ama uchafu ninatoa. Because hiyo ndio lazima kuwe na hygiene nzuri kwa kuku. Haya, so hii nayo ndio ginger. Hiyo nishakuelezea. Bado ninafanya utafiti wangu, although nimejaribu kuresearch. Nilinote wakati napatia kuku hawa ginger, mayai inakuwa kubwa. Nilinote tu hivyo. Wewe kama mkulima unataka yai. Ndio nikwambia mimi nafanya experiments kuliko theory. Nilipopatia kuku wangu ginger, nikanote yai ina increase kwa size. Quality yai pia inaongezeka. Of course mayai haya juu ya hizi vitu. Nikipatia hiyo yai upige chini ndani. Yolk ya hili yai inakaa yolk ya kienyeji. Ile yai ya kienyeji. So hata mtu akinunua mayai ananiambia, "Pastor, hii mayai ni kama ya kienyeji." Na vile wanatuuzia cheap, kwa sababu nauza very cheap. Naambia kwa sababu hiyo yai ni organic na imewekwa vitu ambavyo zinafaa kuwekwa. So hii nayo ndio nini? Unaweza weka hiyo. Hii ndio garlic. Hiyo ndio garlic. Garlic ndio kwa Kiswahili ni kitunguu saumu. Unaweza tumia hii na unaweza tumia ile kitunguu saumu chenyewe.
So hizo unaziblend kama unataka kutumia zikiwa sasa in form of zikiwa in their natural way before zikuwe powder. Zote unaweza tumia hata ginger. Unaweza tumia hata hii pilipili. Lakini unaziblend, unatengeneza solution fulani, unakuja unaiweka kwa nini? Kwa maji. Kwa maji. Ukiwa umezichanganya. Unachanganya na maji. Hata wakati mwingine kuku nakula ndimu by the way. Paka ndimu? Ndimu. Unakuta unakatakata tu kwa nini? Hawa ni wanadamu. Sasa hii nayo inatibu nini? Sasa okay, garlic iko na mambo kadhaa. Wakati uko na homa, si unakunywa garlic. Wakati uko na unachanganya hiyo, unatengeneza inaitwa concoction. Hiyo concoction inaweza saidia kuku kwa respiratory diseases zao. Hiyo concoction vile tu iko, vile wewe unakunywa hivyo, kuja upatie kuku. Ukinote kuku unajua kuna kuku anatoka makamasi. Alafu na note kuku anakaa ama anaanza kutoa sauti ya kungorota. Wheezing, nasema wheezing sound. Unasikia kama hivyo anatoa sauti hivi. Hii ni natural sauti yao. But kuna kuku unaweza sikia akitoa sauti usikie iko na hoarseness. Kuna sauti inakaa ni kama inagwarwa. Hii garlic, ginger, ndimu na wengine wanasema ongeze asali. Ukiongeza asali unaongeza kwa maji yao wanakunywa. Ama unachukua huyo kuku mwenyewe unamweka mdomo. Mmoja kwa mmoja yule ako na hiyo shida. Wanakuwa sawa. Hiyo ni kama binadamu kabisa sasa. Because hawa ni wanyama. System ya huyu mnyama usimwahi chinja kuku. Nimewahi. Ulipata figo? Ulipata figo? Zilikuwepo. Ulipata ini? Tunakula sana huko kwetu. Ulipata moyo? Moyo upo. Basi huyo ni hivyo ndivyo binadamu yuko. Na huyu kuku unajua yeye ni warm blooded. Hawaachani na mammals. Ni kama binadamu. So tunatumia hizo. Nilikuwa nikuonyesha nyingine pale. Ukiweka hizo nitakuonyesha sasa nikuonyesha inaitwa nettle plant. Nettle plant. Stinging nettle. Hiyo nayo inasaidia nini? Wacha nikutolee hapa. Ili sasa hii nishatengeneza. Kwa lugha yangu hii inaitwa dhafai. Dhafai ndio nettle plant. Dhafai. Nettle plant. So hii inadunga, ukimake mistake uguze hivi mikono yako utasikia vizuri. Stinging nettle. Ndio hii inawasha, stinging nettle. Ndio hii ni maji yake sasa. So nimefanya aje? Nimekata majani yake. Unaona ni majani yake, ninachemsha. Unaambiwa uchemshe kama for 3 minutes. Ukichemsha sasa hii itakuwa mboga. Mboga kwa hii imebaki ni mboga yangu sasa. Ukishachemsha hiyo ni mboga yangu. Dhafai inakuliwa inakuwa unakula pia. Source of iron. Okay. Wewe unasikia unakosa damu. Hapo ndio damu inatoka, iron. Okay. So naweza ikula. So hiyo unaweza ikula kama mboga ama upike mukimo nayo. Lakini sasa hii maji unapatia kuku. Hii. So hii nitakuja pia nitapimia kuku. Vile nimekwambia hizi kama chakula. Inaongeza iron inaongeza damu kwa kuku. Hii inaongeza iron kwa kuku. Wanasema pia iko na calcium. Yaani iko na madini kadhaa. Magnesium nini? Kuna madini kadhaa iko nayo. Na pia inasaidia tunasema kuwa immunity. Kuongeza immunity ya nani? Ya kuku. Maana nimesema watu wengi wakitaka mayai wana boost kuku. Wanaenda kwa boosters. Lakini kuku hahitaji booster. Kuku ili atage hahitaji booster. Anafaa kuwa na mwili mzuri. Kwa nini unamboost? Ni kama wewe ati ili utembee unafaa kuboostiwa. Kwa barabara ili utembee mtu akwambie unafaa kunywa dawa ya kuboost. Unadunga booster kidogo niweze kutembea. Kama wanakunywa energy drinks. So how ufai kukunywa booster ndio utembee. Unafaa kuwa na mwili uko na nguvu. Ule vizuri uwe na afya. Nguvu itoke ndani yako uweze kutembea. So ndio maana tunatumia sasa hii nettle plant. Hii inasaidia hiyo. So hiyo ndio njia yangu ya kutibu hawa kuku. Na mimi sisemi kutibu because sigojei kutibu. Mimi ninawaweka katika hali njema ili ugonjwa ukija unafanya ile tunasema Passover. Ugonjwa unapita una Passover. Because pia Mungu anapenda vitu natural. So maana Mungu anapenda vitu natural, ata Passover. Hiyo ugonjwa ita Passover. Kwa sababu kwa kuku katika unaweza angalia wenyewe uniambie kama umeona wakiwa katika hali njema wewe mwenyewe. Wako sawa. Hata nilikuwa nadhani ni kuku wa nyama nilipobeba
Nasikia tu kuku ni mzito kabisa. Yeah. Unajua mimi nilikuwa nadhani kumbe ni kuku wa mayai. Huu ni kuku wa mayai. Hao katika afya njema. Wako sawa. Chakula chao hiki ambacho unaona niko nacho hapa. Mimi hicho chakula changu niliamua kutotumia chakula ambacho kimepakiwa tu. Ninaenda kwa kisiagi. Namwambia mahindi, weka mahindi. Weka wheat, weka nini? Hiyo ni mahali kwa kisiagi. So mimi chakula changu wewe hakikai. Ni chakula ambacho kimesiagwa hiyo siku. Hata ukiangalia pale huko na chakula kingi nimeweka hapo. Maana sinunui ukiweka chakula kuna uwezekano wa kumwagikiwa na maji. By the way, nikumbushe ningekwambia kuna dawa fulani pale by the way inasaidia kuondoa aflatoxin. Hiyo ni I think ni turmeric. Ina reduce aflatoxin because unajua chakula kinaweza kuja na aflatoxin. So kuwa kikunywa na muosha asipate shida. So kunapoweka chakula kwa muda mrefu kinaweza pata aflatoxin. Unajua kuna watu wanasema kuwa tunataka kulisha kuku na nunua gunia 100 ama gunia. Unaweka mahali, unaweka kwenye store. Nunua gunia chakula kichache utumia rudi. Ukienda kununua chakula kwa duka. Kile haujui kiliwekwa lini. Unapata kuna kampuni kuna jina kubwa sana, kuna chakula kizuri sana. Lakini ule aliyenunua alinunua kitambo sana. Akaweka mahali kwa container labda ama mahali fulani. Hiyo sehemu iko na maji, kuna panya. Ingine ikiraruliwa hata wanatoa alafu wanarudisha kwa gunia nyingine. Lakini chakula ambacho kimesiagwa, ukiangalia hata magunia yangu hayana majina. Unaona majina mahali hamna chakula. Haina yote ya chakula. Kwa sababu na reduce cost. So yule ananiambia gharama inarudi chini. Gharama inarudi chini. Ananiambia nikiweza kuwekea gunia ya kawaida nitatoa shilingi 50. Sasa na hii gunia nitakuja kuuza shilingi 30. Sinatoa hiyo. Because nikinunua hiyo gunia ikiwa mpya nakuja kuuza 30 bob. Na yeye amenitolea 50. Ametoa 50. Sasa kuna haja gani ninunue chakula kwa gunia mpya? Wanasema maisha yanataka hesabu. Kwanza kuku anataka hesabu. Hesabu kabisa. Kwa sababu kuna mtu anaisha kuku alafu anaacha. Kwa nini? Hafanyi hesabu. So anaenda yeye anasema kampuni ndio iko na chakula kizuri sana. Unakuta mtu ananunua chakula gunia moja ya 70 kgs amenunua shilingi 1400 sijui na 100 ngapi. Akikuja ile mayai anapata ndio napata nikiwa nimenunua chakula. Mimi nanunua chakula changu 3600 na 600. 3600. Yeye amenunua 1400 na 200. Mayai ni the same. Na hata yangu liko sawa because mayai yangu itakuwa quality nzuri kwa sababu mimi nimeweka vitu zangu. Kwa sababu ni kilimo asilia. Kuna ubora fulani katika mayai. Umesema kwamba chakula chako wewe ni unajitengenezea ama unajitengenezei? Ninaenda kwa kisiagi. Unaenda kwa kisiagi kwa yule ambaye anatengeneza. Ndio ni hakikisha ya kwamba chakula ambacho anatengeneza kiko na vile vitu ambavyo mimi mwenyewe ningependa ninahitaji. Chakula cha kuku kinafaa kuwa kama chakula cha binadamu. Lazima kiwe balanced. Kuwe na proteins. Kinafaa kuwa na protini, kinafaa kuwa na chakula cha nguvu carbohydrates, kinafaa kuwa na vitamin na minerals. Ndio hizo zinakuja kina calcium na nini na zinginezo. Na pia lazima uangalie zimewekwa kwa zile proportions zinafaa. Of course hiyo ni knowledge ya yule ambaye anatengeneza chakula. Ndio aweze kujua ratio ya calcium inafaa kuwa vipi na carbohydrates na proteins na nini. So kuna formula. Utapata huyo mwenye anakutengenezea chakula ako na formula. Kwa hivyo hiki tayari kimechanganywa. Tayari kina calcium, protein. Sio unakuja kujichanganyia hapa. Hapana, jichanganyia hapa lakini ni option mzuri. Hapo ndio naangalia in future ya mimi mwenyewe kuweza kutengeneza chakula. Kwa sababu unaweza pata yule akuchanganyie pengine jinsi wewe hukutaka. Lakini hapa nitasema ni afadhali kuliko chakula ambacho nimekipata kwa duka kisha awekwa. Maana hapa ninaona kuna mahindi, nitaona akiweka mahindi. Baadhi chakula cha kuku kiwa na mahindi nyingi, kuku anataka sana pia. Na protein. Protein kuna watu wanaweka soya lakini chunga asikiwekee soya yote. Najua ndio anajua kuwa soya iko cheap. So akishajua soya iko cheap unaweza kuta mtu amesiaga. Soya ndiye ameweka nyingi. So ukiangalia chakula, ukitaka kujua chakula color inafaa kukuambia. Color ya chakula. Ukinote color inakaa brownish sana. Jua huyo mtu ameweza kuwekea pollard na pollard unajua ni kama ni cheap. So hizo vitu ni cheap. Millet na nini? Pollard ni chakula cha nguruwe. Nguruwe. So because ni kama ni cheap. Anachanganya ndani. So ukienda kuuma chakula na note kiko brownish ama kiko rahisi sana. So umekinoti chakula kina weight kidogo. Kama umenote. Nimeona. Kuna chakula unaweza kama hawa
Ukiweza kuja hapa saa 11:30 jioni, hapo upatangi chakula. Kuku wanafaa kula chakula amaliza. Kwa hivyo hiki umeweka kichakula kimeisha. Kwa sababu nimepima. So auweki tu. Hujakuja kuweka hawa kuku ni kuku 500. Kulingana na wataalamu, kuku anafaa kula between 100 grams mpaka 150 grams per day. Sawa sawa? So hawa nikahesabu akiwa 500, nikiwahesabia na 150 grams. Itakuja 75,000 grams kwa 500. So 75,000 ukiconvert into kgs, hizo ni 75 kgs. So nina assume wakiwa hapo wanaweza kula, because si lazima ikuwa 150 grams, ni around 100 to 150. So ninasema 70 kg inatosha hawa kuku wangu. So kwa siku kwa siku gunia mzima. Naye jinsi unawapa chakula, wakati gani wanapewa chakula? Una wakati fulani wa kuwapatia chakula ama? Sasa nimeanza nikakwambia kwa siku ni gunia mzima. Kwa hivyo ninajua nikikuja na gunia nitaigawanyisha kwa hizi feeders zote. So na hizi ni feeders ni 12. Hizi feeders zote na make sure zimegawanya equal. Ninajua bwana napima na ndoo. Kuna ndoo ziko pale. Najua ile gunia moja iko na ndoo 6. Gunia moja iko na ndoo 6. Kwa hivyo kama ni feeders 12, najua ndoo moja inafaa kwenda feeders 2. Sawa sawa. So ninajua, kwa hivyo ninajua siwezi weka excess because nitapima ndoo moja inafaa kwenda. So ninaona mahali imefika hapo inafaa kwenda hivyo. Napima hivyo. Sasa hawa kuku wangu mimi nawekea chakula mara moja kwa siku. Kuna watu wanaweka mimi naweka asubuhi. So nakuja hapa asubuhi, kuku wanafaa kuwa melala. Wanafanya nini? Kama ni wanyama ndio wanakula because nyama wanataka grow mwili. Lakini kuku ambaye atakupatia mayai mchana, mbona unampatia chakula usiku? Nauliza tu, kuna wengine pengine ataamua ni kama kupatia mtu kazi chakula na afanyi kazi. Because atakula tu. Kuku ukimpatia atakula tu. Tunaona anakula akienda choo, atakula tu. So lazima umpimie. Si wewe ushajua nafaa kula between 100 mpaka 150. Chakula hiki kisho unajua ameshiba. Na kuku hataki kuambia nimeshiba. Kuku anaona chakula kimeisha. Ndio anajua niko sawa. Lakini ukiona kuku pia wanamaliza chakula mapema sana, jua kinakosa kitu fulani. Alafu kinote pia chakula chao kinabaki sana. Na note kuku umeweka chakula kawaida lakini kimebaki kingi. Kina shida. Ndio maana hawamalizi. So ninawapatia asubuhi, ninapokuja hapa mostly hapa tunakuja hapa saa 1. At times kama ni weekends mimi nafika hapa hata saa 11. Kwa sababu ya mambo mengi sana. Saa 11 but naanza kuwapatia chakula around 6. Sasa 6 to 7 hapo. Hapo ndio tunawapatia chakula. Chakula kinafaa kuwapeleka mpaka jioni. Because nitakuja kufunga hapa around 6. So lakini kuku namaliza chakula around 5:30. Sasa ndio maana nikikaa hapa utanipata na kama uliniona pale nje nilikuwa na comfrey leaves. Comfrey zinaitwa mafake. Mafake ni plants na wapatia greens. Utakuta nimehang. Unaona kama kuna kamba ya yellow pale. Utapata kuna waya ziko hapa nimefungilia. Hizo huwa na hang greens. Na wapatia greens. Because kuku anafaa kuwa na kitu cha kudona. In fact chakula kikiisha utawapata wote mpaka ndoo wameanza kuangusha chini. Nishaona wengine wameweka sukuma. Wameweka sukuma wamefunga na kamba. So hivyo. So because anafaa kuwa busy. Kuku anafaa kuwa busy. Lakini pia unampatia nafasi ya kujienjoy. Ikifika wakati mwingine utaanza kuona wameanza kufukua huku chini, wanaingia ndani, wanalala pumzika. Hivyo. So baada ya hiki chakula unaweza wapatia greens. Ndio wanini. Chakula hiki pia unaweza reinforce kama mimi nafikiria ku-reinforce. Kando na hiki ambacho nimetengenezewa, nafikiria kuanza ku-add other things. Mpenzi mtazamaji, je, wewe unawapa kuku wako chakula kipi na kwa kiwango kipi, ikizingatiwa kwamba ubora na wingi wa mayai unatokana na chakula unachowapa? Asante sana kwa muda ambao umeweza kuwa pamoja nasi. Tukutane juma lijalo kwa mfululizo wa mafunzo ya ukulima wa kuku wa mayai.